Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani, tunakukaribisha kwa idhaa mpya kabisa na idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo maalum ambayo yanaangazia matukio muhimu barani. Tunakuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknohama, michezo na mazingira. Lakini muhimu zaidi ni kwamba huu ni ukumbi wako ambapo sauti yako kama Mwafrika inasikika, inaheshimiwa na kupewa nafasi. Jina langu ni Shisia Wasilwa. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu. Hii leo macho yote yapo nchini Kenya ambapo Rais William Ruto amelihutubia bunge kuhusu masuala muhimu ya kitaifa. Wakenya wamepokea vipi hotuba ya rais? Kwa maoni yangu, Rais William Ruto hapaswi hata kuhutubia nchi. Kwanza kitu anapaswa waambia wananchi ni kuwa vitu zote anafanya zinafanya kazi. Hivi juzi tu nimesikia rais wa Tanzania akihusisha nchi zingine na machafuko ambayo yamekuwa yakiendelea baada ya uchaguzi, na ningependa kujua sana msimamo wa Kenya, yani wote ni upi? Kwa hayo na mengi zaidi, usibanduke. Lakini kwanza tupate muhtasari wa matukio mengine barani naye mwenzangu Angela Ngendo. Shirika la kutetea haki za binadamu Amnesty International limelalamikia mamlaka za Kenya kwa kulipa kundi la kutumia mitandao kuwatisha vijana walioandamana kushinikiza utawala bora. Amnesty International inasema serikali ya Kenya ililipa wanamitandao fulani kutuma jumbe za kutisha na kuwadhalilisha vijana walioandamana mwezi Juni mwaka jana. Vijana wengi walitumia mitandao kukusanyika na kufanya maandamano dhidi ya sheria ya fedha walioipinga kwa kuchochea mfumuko wa bei na kupanda kwa gharama za maisha. Aidha, shirika hilo limesema dola za usalama zilitumia mtambo wa teknolojia kuwawinda na kuwaharibia sifa viongozi wa maandamano hayo ya vijana maarufu kama Gen Z. Vijana wa kike walidhalilishwa kwa kuwekewa picha chafu, huku wapenzi wa jinsia moja wakilengwa kwa maneno ya kibaguzi. Waziri wa usalama wa ndani wa Kenya Kipchumba Murkomen hata hivyo amekanusha madai hayo na kusema serikali haijawahi kuwalipa ama kumlipa raia kumtishia raia mwenzake. Viongozi na wajumbe kutoka dola tajiri duniani pamoja na zile chumi zao zinakuwa kwa kasi G20 wanakusanyika weekend hii Afrika Kusini. Hata hivyo kongamano hilo la kiuchumi limehubikwa na hatua za Marekani kuhususia. Rais wa Marekani Donald Trump amesusia kikao hicho na amewarai viongozi wanaohudhuria kutoridhia maafikiano ya mwisho ya kongamano. Trump analalamikia Afrika Kusini kwamba inawabagua raia wake wa kizungu, madai yanayopingwa na mamlaka za Pretoria na raia asilia mbalimbali za Afrika Kusini. Ni mara ya kwanza Afrika inakuwa mwenyeji wa kongamano hili la G20 ambapo linawakaribisha wajumbe kutoka zaidi ya mataifa 50 duniani. Japo Marekani imesusia kongamano hilo, mataifa tajiri yameweka wazi na kuendelea kujadili masuala muhimu yanayoathiri dunia ikiwemo mabadiliko ya tabia nchi, mzigo wa mikopo kwa mataifa maskini na ongezeko la pengo kati ya matajiri wachache na maskini wengi. Wakati huo huo, rais wa Nigeria Bola Tinubu ameahirisha safari yake Afrika Kusini kwa kongamano la G20. Viongozi huyu amesema uamuzi wake unampa nafasi ya kuweka juhudi za kuwakomboa wanafunzi wa kike wa shule ya sekondari ambao walitekwa nyara na genge lisilojulikana kaskazini magharibi ya nchi. Makundi ya kibinadamu yamelalamikia mamlaka za Nigeria kwa kukosa kuweka juhudi kuwaokoa wasichana hao. Tinubu aidha amesema anaangazia kuimarisha usalama wa raia, hususan baada ya shambulio la karibuni ambapo watu waliojihami kwa bunduki waliwashambulia waumini wa Kikristo ndani ya kanisa moja na kuwaua watu wawili. Hakuna kundi lililodai mashambulio ya sasa, lakini wadadisi wanasema magenge yenye silaha yamekuwa yakiwalenga raia na wanavijiji katika maeneo ya kaskazini mwa Nigeria. Rais wa Ghana John Mahama ametangaza mpango wa kuwatuma wanajeshi kusaidia katika shughuli za ujenzi nchini Jamaica baada ya kisiwa hicho kuathirika na kimbunga Melissa na kuharibu kabisa miundo msingi. Rais wa Ghana John Mahama ametangaza mpango wa kutuma wanajeshi wa taifa kusaidia katika shughuli za ujenzi nchini Jamaica baada ya kisiwa hicho kuathirika na kimbunga Melissa na kuharibu kabisa miundo msingi. Wanajeshi hao ni pamoja na walio na ujuzi wa uhandisi, waashi na wataalamu mbalimbali wa ujenzi. Mahama aidha amerai mataifa Afrika kuungana na kusaidia kujenga kisiwa hicho cha Jamaica pamoja na nchi ya Cuba.
Muungano wa Afrika umeunga mkono hatua za Ghana kusaidia ujenzi wa kisiwa hicho na kuomba mataifa wanachama kusaidia katika kujenga makazi ya mamilioni ya raia wa Jamaika ambao hawana makao. Kimbunga Melissa kilipiga Jamaika na kusababisha uharibifu mkubwa magharibi mwa nchi. Kisiwa hicho kilipoteza jumla ya dola bilioni 7 kutokana na uharibifu huo. Urusi na Togo zimeafikiana kufungua afisi za kibalozi katika pande mbili. Maafikiano hayo yalifanyika kati ya viongozi wa mataifa hayo Vladimir Putin na Faure Gnassingbe mjini Moscow. Wa mzozo kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Rwanda. Mataifa mengine yaliyosaini mwafaka wa usalama na Urusi ni pamoja na Mali, Niger na Burkina Faso. Klabu ya Arsenal kutoka Uingereza imetangaza kumaliza ushirikiano wake wa miaka 8 na Rwanda, ambapo imekuwa ikiweka matangazo kuwavutia watalii na wawekezaji kwa taifa hilo la maziwa makuu. Ushirikiano huo wa zaidi ya dola milioni 10 unatarajiwa kufika kikomo mwaka ujao wa 2026. Makundi ya kibinadamu yamelalamikia klabu ya Arsenal kushirikiana na Rwanda, ambayo inalaumiwa kuwaunga mkono wapiganaji wa M23 mashariki ya DRC. Msemaji wa idara ya ustawi wa taifa la Rwanda Development Board, amesema nchi yake inashukuru ushirikiano ambao umekuwepo, na licha Arsenal kutoa ushirikiano wake, vilabu vya PSG na Atletico Madrid imeendelea kuweka ushirikiano kutangaza Rwanda kama kivutio cha uwekezaji na utalii. DRC upande wake imevutia klabu ya Barcelona itangaze wema na utajiri wake. Asante sana Angela Ng'endo. Tuanzie nchini Kenya ambapo kiongozi wa nchi hiyo Rais William Ruto amelihutubia bunge la taifa hilo, ambapo ameangazia masuala mbalimbali yanayohusu utawala wake na mustakabali wa uchumi huo mkubwa Afrika Mashariki. Miongoni mwa masuala kiongozi huyo aliweka kwa Kenya ni pamoja na uchumi ambao raia wengi wamelalamikia kupanda kwa gharama ya maisha, alilochochea maandamano ya vijana mwaka jana. A roadmap not merely to move forward but to rise. Rubaa ambazo si tu kupiga hatua lakini pia kuinukia kutoka hatua inayoendelea hadi katika hatua iliyoendelea. Kuinukia kutoka uwezekano kwenda hatua ya uhakika, lakini pia kuinukia kutoka ahadi kwenda katika uhakika. Kutoka katika ulimwengu wa tatu hadi katika ulimwengu wa kwanza, na mwisho kuwa katika Kenya ambayo tumeifikiria kwa muda mrefu. Kenya ambayo tunapaswa kuwa nayo. Kwa muda mrefu matamanio yetu yalitekwa nyara na fikra ndogo na matumaini ya kiwango cha chini. Lakini kipindi hicho kinapaswa kusalia nyuma. Must now be confined to the past. Aidha, Ruto amegusia suala tata la afya, hususan majalio ya bima ya afya. Hii inafuatia malalamishi ya wagonjwa na hata viongozi wa kidini kwamba bima sasa maarufu kama SHA haifadhili gharama kubwa za matibabu licha ya watu binafsi kulipia. Kwa majina ni Ochieng George kutoka Kakamega hapa magharibi mwa Kenya. Nikizungumzia kuhusu hotuba ya Mheshimiwa Ruto katika bunge ya Kenya hii leo, ni kwamba yale maneno ambayo ningependa aweze kuangazia ni kuhakikisha ya kwamba anaboresha uchumi. Kwa sababu sisi kama wafanyabiashara utakuta ya kwamba biashara iko chini na mzunguko wa pesa upo chini sana, hasa huku mashinani. Sisi ambao tunaishi mashinani tunapambana na tabu mingi kwa sababu mzunguko wa pesa upo chini, licha yeye kusema ya kwamba uchumi wa Kenya umeweza kuimarika. La pili ni kwamba waweze kuangazia masuala ya usalama, kwa sababu licha ya kwamba serikali inajidai ya kwamba inajizatiti kulinda usalama, bado kuna baadhi za sehemu ambazo usalama umeweza kudorora, na mgogoro wa kiusalama iko juu sana, hasa kule Northern Kenya, maeneo ya Baringo na maeneo mengine katika taifa la Kenya. Asante sana. Ni Ochieng George kutoka hapa Kakamega nchini Kenya. Hotuba ya Rais Ruto kwa bunge inajiri mwezi mmoja baada ya taifa kumpoteza mmoja wa vigogo wa mageuzi na waziri mkuu wa zamani Raila Odinga. Odinga alifariki dunia mwezi Oktoba nchini India akitibiwa. Mwenzangu Silvanus Karemera amezungumza na mmoja wa wachambuzi wa masuala ya uongozi nchini Kenya. Anafikiri kwamba ni wajibu wa kikatiba ambao rais anastahili kutekeleza kulingana na kifungu cha 132 cha katiba ya taifa, kwamba kila mwaka atalihutubia bunge. Na
hotuba yenyewe ni hotuba ya kuonesha mafanikio yake katika kipindi fulani cha wakati, na ni kitu ambacho anawajibika kukitekeleza kila mwaka. Hotuba yake imekuwa ni hotuba ya kuainisha mafanikio yake kwa miaka hii mitatu ambayo amekuwa uongozini, pamoja na kuelekeza taifa kuhusu kile anachokitumainia kufanya kuanzia sasa kuendelea. Na mafanikio hayo unayatathmini vipi? Yapo mengine ambayo yanakubalika, lakini kwa kweli mengine yanakutilia walakini kwa sababu kuna mambo ambayo alikuwa ameahidi mengi katika kipindi cha kampeni za uchaguzi, na wananchi wakifanya tathmini ikiwa yamefanikiwa kufikia sasa, tunahisi kwamba tunasuasua kidogo. Na Rais Ruto amezungumzia pia swala la kiuchumi. Je, katika hotuba yake kama ulivyoshuhudia, unadhani malalamiko ya watu kuhusu uchumi wa Kenya sasa hivi yamejibiwa katika hotuba hii? Hayo ndio mambo ambayo tunaweza kusema ni matamanio, lakini kuna mambo ambayo kwa kweli yamefanikiwa, kwa sababu kwa mfano ukiangalia kupunguza gharama ya bei ya chakula, hasa kwenye unga, amejihimu kwa kiwango fulani, lakini kuna mambo ambayo bado yanahitajika, na haya yanatokana na mpango aliokuwa nao wa kusambaza mbolea au kupunguza bei ya mbolea. Hilo linaonekana linafanikisha kupunguza bei ya vyakula nchini. Lakini mengine ambayo ni ya kimsingi, hasa kuzingatia kipengele kifungu cha 10 cha katiba ambacho kinazungumza kuhusu maadili na kukwepa vitu kama ufisadi na vitu vya aina hiyo, nafikiri hapo panakuteleza kidogo, ndio tunahitaji kuziba hiyo mianya. Naam, lakini pia Rais Ruto ni kama amejitapa kwamba amefanya mambo mengi, na akasema kwamba kidogo amefanikiwa kwa namna moja ama nyingine, na akasema kwamba wakati mataifa ya Asia yakijaribu kupiga hatua, Kenya imedorora kidogo. Tumeshuhudia pale Kenya kukiwa na maandamano ya vijana hapa na pale. Unadhani katika hotuba yake amejaribu kujibu yale malalamiko ya vijana kwa maoni yako? Bila shaka anachokisema kimsingi ni kwamba lao kusingekuwa kwa mfano na zakuma kama uzogo kama liloshuhudiwa mwaka jana ya maandamano ya Gen Z, kwamba hayo yalitibua kidogo mipango yake, na mengine ambayo pia yamekuwa ni lazima ya kuzingatia sheria. Kwa hivyo mambo mengine wakitaka kuyatekeleza wanakwenda mahakamani kuyasitisha au kuyasimamisha, na mambo kama hayo bila shaka anaweza kuyatumia kama kisingizio au kijisababu cha kutoweza kutekeleza azima yake kikamilifu. Hata hivyo tunaweza kusema kwamba mengine, wakati mwingine zabibu ukikosa kuzaa unasingizia jua, na wakati mwingine ukiwa na malengo mahususi ya kufanikisha kile unachokitumainia unaendelea na mipango yako, ima kuna kelele au hakuna. Lakini pia tatizo la afya limekuwa likipigiwa kelele na wananchi kutokana na gharama za afya na mifumo mingine ya afya ambayo kidogo kwa mujibu wa wananchi ni kama hairidhishi. Unadhani katika hotuba ya Rais Ruto alivyozungumza swala la afya, unahisi limejibu malalamiko ya wananchi kwa maoni yako? Mpango wake wa kuleta mfumo wa SHA na kuondoa mfumo wa NHIF ulikuwa na nia nzuri, hasa ya kujumuisha watu wengi au kuwashirikisha watu wengi katika huduma hizi za afya, lakini ukweli ni kwamba utekelezwaji wake umekuwa na walakini, na kumekuwa na maswali mengi ya kuulizwa kwa sababu ya matatizo mengine kama ya ufisadi, umero, uroho, na watu kutaka kujilimbikizia mali kutokana na kitu ambacho kinapaswa kuwa cha kimsingi kwa wananchi. Kwa hivyo pamoja na kwamba ana nia nzuri, ana ndoto nzuri, alikuwa na mpango mzuri, lazima pazibwe mapengo mengine na kushonashona matambara ambayo kusababisha kusuasua katika kutekeleza mambo hayo, hasa kwa ufanisi ambao wananchi wanautumainia. Henry Inindi ni mchambuzi wa kisiasa nchini Kenya. Asante kwa muda wako kuzungumza na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika. Asante. Hebu sasa tusikie Wakenya walivyopokea hotuba ya Rais Ruto. Kwa majina ni Ochieng George kutoka Kakamega hapa magharibi mwa Kenya. Nikizungumzia kuhusu hotuba ya Mheshimiwa Ruto katika bunge ya Kenya hii leo, ni kwamba yale maneno ambayo ningependa aweze kuangazia ni kuhakikisha ya kwamba anaboresha uchumi, kwa sababu sisi kama wafanyabiashara utakuta ya kwamba biashara iko chini na mzunguko wa pesa upo chini sana, hasa huku mashinani. Sisi ambao tunaishi mashinani tunapambana na tabu mingi kwa sababu mzunguko wa pesa upo chini, licha yeye kusema ya kwamba uchumi wa Kenya umeweza kuimarika. La pili ni kwamba waweze kuangazia masuala ya usalama, kwa sababu licha ya kwamba serikali inajidai ya kwamba inajizatiti kulinda usalama, bado kuna baadhi za sehemu ambazo usalama umeweza kudorora, na mgogoro wa kiusalama iko juu sana, hasa kule
Northern Kenya, maeneo ya Baringo na maeneo tu mengine katika taifa la Kenya. Asante sana. Ni Ochieng George kutoka hapa Kakamega nchini Kenya. Kwingineko, raia wa Uganda wanatarajiwa kuwachagua viongozi wapya katika uchaguzi mkuu mwakani. Rais mpya, wabunge na madiwani watachaguliwa kuliongoza taifa hilo kwa muhula wa miaka 5. Wagombea wakuu ni rais wa sasa Yoweri Kaguta Museveni na kiongozi wa upinzani Robert Chagulanyi maarufu Bobi Wine. Museveni anawania muhula wa 7 mfululizo tangu mwaka 1986. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 81 anatetea wadhifa wake kwa chama cha NRM, huku Bobi Wine akipeperusha upande wa NUP. Uchaguzi uliopita Bobi Wine alipata 35% na mzee Museveni akishinda kwa 58% ya kura. Chama cha NUP kinaungwa mkono na vijana na maeneo ya miji, vijijini na wazalendo unga mkono NRM. Marekebisho ya katiba Uganda yaliondoa mihula ya urais na umri, hatua iliyomfungulia nafasi Museveni kuendelea kuliongoza taifa hilo la Afrika Mashariki. Mwandishi wetu Sada Mobale amekuwa kwenye kampeni za uchaguzi na amezungumza na Silvanus Karumera. Naam, shukrani sana Silvanus. Jinsi ulivyosema hapo ni kwamba sasa hivi ni zaidi ya mwezi mmoja na siku kama 20 hivi toka kampeni rasmi zianze hapa Uganda kwa ajili ya urais, ambapo sasa ni wa viongozi 8 ambao waliteuliwa rasmi na tume ya uchaguzi ya Uganda kwa ajili ya kuingia na kugombea katika kiti hichi cha urais. Na kimsingi tu ni kwamba viongozi mbalimbali wanaendelea kuendeleza kampeni zao na vile vile kuuzia sera zao watu, lakini cha msingi tu ni kwamba uchaguzi huu kwa waangalizi wengi na watu wengi upo baina ya Rais Museveni ambaye amefuga Uganda, amekuwa kwenye mamlaka kutoka kwa zaidi sasa ya miongo karibia 4, na vile vile Chagulanyi Sentamu ambaye ni Bobi Wine ambaye alishiriki mwaka uchaguzi mkuu uliopita, na sasa hii ni mara yake ya pili kushiriki katika huu uchaguzi. Ikilinganishwa na awamu iliyopita ya uchaguzi na hii awamu ni kwamba kidogo uchaguzi huu tumeona kidogo kuna uhuru fulani kwa haswa katika viongozi wa upinzani ikilinganishwa na ule uchaguzi uliopita. Manake idara za usalama mara kwa mara zilikuwa zinakinzana tu na upinzani katika ule uchaguzi uliopita. Na sasa jinsi nilivyokuambia ni kwamba huu uchaguzi upo baina ya Bobi Wine na Museveni, lakini pia kuna baadhi ya viongozi ambao wapo katika huu uchaguzi mkiwemo Mugisha Muntu wa Alliance for National Transformation. Nikukumbushe tu kwamba Muntu ni miongoni mwa wale waliokuwa msituni na Museveni kwa ajili ya kubadilisha serikali ambayo iliyokuwa hizo miaka, serikali ya mwaka 1986 walipokuja uongozini. Lakini kwa mujibu wa Muntu anasema kwamba Museveni hajatekeleza yale waliokubaliana kubadilisha walipokuja mamlakani. Na vipi hizi kampeni za mwaka huu zinaendeleaje? Kwa sababu nimesikia Rais Museveni akilaani, akisema kwamba hata wale wanaoikosoa serikali yake ni watu ambao wamefaidi matunda ya utawala wake wa takribani miaka 40 sasa. Akawa anasema kwamba anashangazwa na jinsi wanavyojaribu kumkabili, kwa sababu wote wale wanaomkabili na kumkosoa pia wamefaidi maendeleo, ustahimilifu na amani ambayo sasa hivi Uganda imekuwa ikiwa nayo kwa miaka hiyo 40 ambayo amekuwa akitawala Uganda. Ni kweli kwamba rais alichosema kwamba hawa viongozi ambao sasa hivi wanagombea wengi wao wamenufaika na hii serikali. Manake inakumbuka kwamba Uganda ni nchi ambayo haijawahi kushuhudia uwasilishaji wa uongozi wa amani tangu ipate uhuru mwaka 1963 na kufikia sasa Uganda ilikuwa imeshuhudia zaidi ya mapinduzi ya serikali, niseme kama zaidi ya 10 hivi, ambayo kila serikali ambayo ilikuwa inakuja kwa utawala ilikuwa inatumia mbinu ya mapinduzi ya kijeshi. Na itakumbukwa pia kwamba tangu Rais Museveni achukue uongozi
Uganda imeshuhudia kidogo kipindi cha amani, manake kulikuwa tu vita baada ya vita na maeneo mengi nchini, na kwa zaidi ya miaka 30 naweza kusema kwamba Uganda kidogo haijashuhudia changamoto zozote za amani, na ni na vile vile kwa mujibu wa Museveni anasema kwamba ni kwa sababu ya hiyo amani kwamba hawa viongozi wengi mkiwemo Bobi Wine ambaye ni kiongozi mkuu wa upinzani wamenufaika tu, kwa sababu Bobi Wine nakumbuka kwamba ni mwanamuziki ambaye alibadilika kuwa mwanasiasa, na Museveni anasema kwamba Bobi Wine alitumia fursa ya miundombinu ya NRM iliyoweka kwa ajili ya yeye kujitajirisha akitumia muziki na nyimbo. Na vile vile pia inakumbuka kwamba Bobi Wine alikuwa mbunge kabla ya kugombea urais, na hivi ndivyo tu baadhi ya vitu ambavyo Museveni alikuwa anavisema, lakini pia alikuwa anawasuta hawa viongozi kwamba hawadai maslahi ya wananchi, hawajali maslahi ya wananchi lakini chao tu ni kuona kwamba kuna baadhi ya mashirika ya kigeni ambayo yanawafadhili hawa watu kwa ajili ya yeye anavyosema kwa ajili ya kutatiza amani ambayo Uganda iko nayo na vile vile maendeleo. Na leo Karemera ni kwamba Rais Museveni atapiga kampeni zake katika wilaya ya Kamuli na vile vile Luuka, na vile vile Bobi Wine yupo katika eneo la Terego kwa ajili ya kampeni za leo. Wanaendelea kupiga msasa na vile vile kuwarai wananchi kuwapa mamlaka kuendelea na hatamu za uongozi. Ni Sada Mubale akizungumza na mwanahabari wetu Silvanus Karemera. Ikiwa basi ndo unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Huu ni ukumbi mpya kabisa kujadili na kubadilishana masuala na taarifa muhimu kuhusu bara hili. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kuchangia kwenye makala. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika na uwe huru kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Shisia Wasilwa. Taswira na sura ya Tanzania kama taifa imara, salama na utulivu zimepata doa. Ni matamshi ya Rais Samia Suluhu Hassan wakati akiwaapisha mawaziri wapya wa utawala wake mpya ambao unakumbwa na msukosuko. Tanzania imejipata njia panda baada ya kushuhudia ghasia za baada ya uchaguzi mkuu. Maelfu ya wafuasi wa upinzani waliopinga uchaguzi walipigwa risasi na wengine wakatoweka na mahabusu wakawekewa kesi za uhalifu. Samia anasema sura mpya taifa lake ipokelewi hususan katika medani za kuomba mikopo na ufadhili. Jopo la kuchunguza mauaji ya wafuasi wa upinzani limeundwa. Kiongozi mkuu wa upinzani aliyezuiliwa kushiriki kura Tundu Lissu angali kizuizini. Je, upi mustakabali wa taifa la Tanzania? Tusikie tahariri yake Kennedy Wandera. Jumuiya ya Madola imeibuka kama mpatanishi baada ya uchaguzi uliochafuliwa na ukiukwaji wa haki nchini Tanzania, hatua ambayo imezua maswali mazito. Je, dunia haikuziona ishara za wazi za udhibiti wa upinzani, kukamatwa kwa viongozi na kuzimwa kwa sauti zinazokosoa? Ni ajabu kuwa mwito wa uharaka unatolewa sasa, ili hali dalili za dhoruba zilikuwa wazi kama jua la mchana. Kwamba Suluhu amekiri kuwepo makosa na hatua ndogo, lakini haitoshi katika kurejesha imani ya wananchi na dunia. Hatua yake ya kuziomba taasisi za kifedha kuiwezesha serikali kwa mikopo inaonekana kama jeraha linalotafuta bendeji. Uchumi haujengwi kwa kauli tata wala kwa kuwakejeli majirani. Kauli hizo si tu zinachafua taswira ya taifa, bali pia zinapunguza nafasi ya ushirikiano wa kikanda unaochochea ustawi. Wakati huo huo, msimamo mkali dhidi ya mitandao unaendelea kulikandamiza eneo la mawasiliano ambalo ndilo kioo cha uwazi katika dola za kisasa. Dunia ilijua kuwa wazi wapinzani walizuiwa kushiriki uchaguzi na Tundu Lissu mwenyewe kukumbana na vizingiti visivyoficha nia ya kuzima badala wa kisiasa. Leo hii kuachiliwa kwake hakufuti doa lilowekwa na uchaguzi usio huru. Bila kurejesha misingi ya demokrasia, misaada ya kimataifa haitatiririka kwa kuwa hakuna mfadhili anayetaka kuwekeza kwenye kivuli cha utawala unaotetereka. Katika hatua ya upatanisho, uteuzi wa rais wa zamani wa Malawi Lazarus Chakwera umeibua maswali mengine mapya.
Je, Chakwera ambaye alimuhonga salamu za pongezi Samia mara tu baada ya uchaguzi huu wenye utata, ana uwezo unaohitajika kulisoma joto la kisiasa la Tanzania na kuliongoza taifa kwenye mwafaka? Iko wapi busara kutochagua viongozi waliobobea katika upatanishi kama Joaquim Chissano wa Msumbiji, mtu anayezungumza Kiswahili, anayefahamu historia ya ukanda huu na ambaye ana kumbukumbu ya kuongoza maridhiano ya kweli? Uamuzi huu wa Jumuiya Madola unaacha doa la mashaka. Je, ni upatanisho au ni kutafuta sura mpya itakayokubalika kisiasa? Kwa upande mwingine, uteuzi wa baraza la mawaziri lilojaa watu wa ukoo Mwanawe, mkaza Mwanawe na mtoto aliyekuwa Rais Jakaya Kikwete unadhoofisha taswira ya uwakilishi na usawa wa muungano. Serikali inayotaka kuunganisha taifa haiwezi kuonekana kama shamba la familia, bali kama jukwaa la utaifa na usawa. Kwa yote haya, Suluhu ana jukumu moja kubwa la kihistoria: kuitisha uchaguzi mpya huru na wa haki ili kurejesha hadhi, utulivu na uhalali wa uongozi. Bila kufanya hivyo, hatua za upatanisho zitabaki kuwa kivuli cha matumaini yanayoyumba na Tanzania itaendelea kusogea katika njia nyembamba ya kisiasa isiyo na mwanga wa kesho. Ni tahariri yake Kennedy Wandera. Sasa tupate taarifa ya matukio mengine barani na mwenzangu Angela Ngendo. Shirika la kutetea haki za binadamu Amnesty International limelalamikia mamlaka za Kenya kwa kulipa kundi la kutumia mitandao kuwatisha vijana walioandamana kushinikiza utawala bora. Amnesty International inasema serikali ya Kenya ililipa wanamitandao fulani kutuma jumbe za kutisha na kuwadhalilisha vijana walioandamana mwezi Juni mwaka jana. Vijana wengi walitumia mitandao kukusanyika na kufanya maandamano dhidi ya sheria ya fedha walioipinga kwa kuchochea mfumuko wa bei na kupanda kwa gharama za maisha. Aidha, shirika hilo limesema dola za usalama zilitumia mtambo wa teknolojia kuwawinda na kuwaharibia sifa viongozi wa maandamano hayo ya vijana maarufu kama Gen Z. Vijana wa kike walidhalilishwa kwa kuwekewa picha chafu, huku wapenzi wa jinsia moja wakilengwa kwa maneno ya kibaguzi. Waziri wa usalama wa ndani wa Kenya Kipchumba Murkomen hata hivyo amekanusha madai hayo na kusema serikali haijawahi kuwalipa ama kumlipa raia kumtishia raia mwenzake. Viongozi na wajumbe kutoka dola tajiri duniani pamoja na zile chumi zao zinakuwa kwa kasi G20 wanakusanyika weekend hii Afrika Kusini. Hata hivyo, kongamano hilo la kiuchumi limehubikwa na hatua za Marekani kuhususia. Rais wa Marekani Donald Trump amesusia kikao hicho na amewarai viongozi wanaohudhuria kutoridhia maafikiano ya mwisho ya kongamano. Trump analalamikia Afrika Kusini kwamba inawabagua raia wake wa kizungu, madai yanayopingwa na mamlaka za Pretoria na raia asilia mbalimbali za Afrika Kusini. Ni mara ya kwanza Afrika inakuwa mwenyeji wa kongamano hili la G20 ambapo linawakaribisha wajumbe kutoka zaidi ya mataifa 50 duniani. Japo Marekani imesusia kongamano hilo, mataifa tajiri yameweka wazi na kuendelea kujadili masuala muhimu yanayoathiri dunia ikiwemo mabadiliko ya tabia nchi, mzigo wa mikopo kwa mataifa maskini na ongezeko la pengo kati ya matajiri wachache na maskini wengi. Wakati huo huo, rais wa Nigeria Bola Tinubu ameahirisha safari yake Afrika Kusini kwa kongamano la G20. Viongozi huyu amesema uamuzi wake unampa nafasi ya kuweka juhudi za kuwakomboa wanafunzi wa kike wa shule ya sekondari ambao walitekwa nyara na genge lisilojulikana kaskazini magharibi ya nchi. Makundi ya kibinadamu yamelalamikia mamlaka za Nigeria kwa kukosa kuweka juhudi kuwaokoa wasichana hao. Tinubu aidha amesema anaangazia kuimarisha usalama wa raia, hususan baada ya shambulio la karibuni ambapo watu waliojihami kwa bunduki waliwashambulia waumini wa Kikristo ndani ya kanisa moja na kuwaua watu wawili. Hakuna kundi lililodai mashambulio ya sasa, lakini wadadisi wanasema magenge yenye silaha yamekuwa yakiwalenga raia na wanavijiji katika maeneo ya kaskazini mwa Nigeria. Rais wa Ghana John Mahama ametangaza mpango wa kuwatuma wanajeshi kusaidia katika shughuli za ujenzi nchini Jamaica baada ya kisiwa hicho kuathirika na kimbunga Melissa na kuharibu kabisa miundo msingi. Rais wa Ghana John Mahama ametangaza mpango wa kutuma wanajeshi wa taifa kusaidia katika shughuli za ujenzi nchini Jamaica baada ya kisiwa hicho kuathirika na kimbunga Melissa na kuharibu kabisa miundo msingi. Wanajeshi hao ni pamoja na walio na ujuzi wa uhandisi, waashi na wataalamu mbalimbali wa ujenzi. Mahama aidha amerai mataifa Afrika kuungana na kusaidia kujenga kisiwa hicho cha Jamaica pamoja na nchi ya Cuba.
Muungano wa Afrika umeunga mkono hatua za Ghana kusaidia ujenzi wa kisiwa hicho na kuomba mataifa wanachama kusaidia katika kujenga makazi ya mamilioni ya raia wa Jamaika ambao hawana makao. Kimbunga Melissa kilipiga Jamaika na kusababisha uharibifu mkubwa magharibi mwa nchi. Kisiwa hicho kilipoteza jumla ya dola bilioni 7 kutokana na uharibifu huo. Urusi na Togo zimeafikiana kufungua afisi za kibalozi katika pande mbili. Maafikiano hayo yalifanyika kati ya viongozi wa mataifa hayo Vladimir Putin na Faure Gnassingbe mjini Moscow. Mwisho wa mzozo kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Rwanda. Mataifa mengine yaliyosaini mwafaka wa usalama na Urusi ni pamoja na Mali, Niger na Burkina Faso. Klabu ya Arsenal kutoka Uingereza imetangaza kumaliza ushirikiano wake wa miaka 8 na Rwanda, ambapo imekuwa ikiweka matangazo kuwavutia watalii na wawekezaji kwa taifa hilo la maziwa makuu. Ushirikiano huo wa zaidi ya dola milioni 10 unatarajiwa kufika kikomo mwaka ujao wa 2026. Makundi ya kibinadamu yamelalamikia klabu ya Arsenal kushirikiana na Rwanda, ambayo inalaumiwa kuwaunga mkono wapiganaji wa M23 mashariki ya DRC. Msemaji wa idara ya ustawi wa taifa la Rwanda Development Board, amesema nchi yake inashukuru ushirikiano ambao umekuwepo, na licha Arsenal kutoa ushirikiano wake, vilabu vya PSG na Atletico Madrid imeendelea kuweka ushirikiano kutangaza Rwanda kama kivutio cha uwekezaji na utalii. DRC upande wake imevutia klabu ya Barcelona itangaze wema na utajiri wake. Asante sana Angela Ngendo. Na sasa tuangalie neno la siku. Kipandikizi ni chipukizi lilopandikizwa katika mmea mwingine, pia kipande cha ngozi au mfupa wa mtu au mnyama kilichotiwa mwilini mwa mtu au sehemu nyingine ya mwili ule. Mfano katika sentensi: madaktari wamepandikiza mifupa kwa miguu yake baada ya kupata ajali mbaya. Ikiwa ndio mosi unajiunga nasi, karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tutafute kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Endelea kuweka maoni yako kwenye kurasa hizo kuhusu taarifa za kila siku. Pia mwalike mwenzio tuendeleze gumzo na kuwa sauti ya Mwafrika. Kuna mwenzangu hapa kutoka Taita Taveta anajiita John Mwazuna, anasema mimi nipo Taita Taveta. Shukran sana sauti ya Afrika kutujali. Kwa niaba ya kikosi cha idhaa ya Kiswahili ya Afrika tunatoa shukrani zetu kwa kujiunga nasi na kuchangia kwenye sauti ya Mwafrika. Tupo kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Shisia Wasilwa. Kwaheri kwa sasa.